Bila shaka katika safari ya Pasaka, kama ilivyo katika safari zingine za maisha, changamoto ni nyingi. Lakini changamoto ambazo neno la Mungu linapenda kubainisha leo zinahusiana kwanza kabisa kwamba kweli kuna wachungaji, lakini wachungaji tulionao ni wa aina gani? Na huenda hata tuna kondoo, lakini hao kondoo wakoje? Kwa ufupi kabisa ningesema kwamba sisi tunashughulikia mengi, ila tunasahau kushughulikia wokovu kwa ajili ya afya ya kawaida. Ninyi mna bima ya afya, sio? Unaihangaikia kweli afya. Mguu ukisumbua unatibu, lakini hatuhangaiki inavyopaswa wokovu. Hiyo ni changamoto kubwa, kutomtambua Kristo. Ukimtambua basi hata wewe utachukua nafasi yako, lakini pia kuhangaikia mengi na kutohangaikia wokovu. Basi maneno hayo tulioanza nayo kwamba tu watu wake na kondoo wa malisho yake, kwa kweli sio maneno mengine hayatoki sehemu nyingine isipokuwa Zaburi ya 100 aya ya 3. Na tukisikia maneno hayo yanatukumbusha tena hata yale maneno mengine ambayo kwa bahati mbaya sasa wanayatumia zaidi kwenye msiba, yale ya Zaburi ya 23 kwamba Bwana ni mchungaji wangu na sitapungukiwa na kitu. Kwa sababu tungetambua undani wa maneno hayo, tusingesumbuka kwenye utambulisho wetu, kwenye identity yetu. Kuna identity crisis. Na mimi nakubaliana 100% na Socrates aliyesema kwamba unreflected life is a wasteless life. Kwamba kumbe kila tunapojitambua tunakuwa ni na hali nzuri zaidi. Na basi hata Dominika hii tutumie masomo haya kuelewa vizuri nafasi yetu. Swali la kwanza katika Jumapili ya mchungaji mwema, bila shaka tutajiuliza, mchungaji mwema ni yupi? Basi kwa namna nyingi katika Injili hiyo ya Yohane sura ya 10 inatutambulisha huyo mchungaji mwema. Na hata Dominika hii inaitwa mchungaji mwema kwa sababu katika miaka yote A, B, C ya kanisa ile kiliturujia tunasoma sura hiyo ya 10. Kwenye mwaka A tunasoma hiyo sura ya 10 aya ya kwanza hadi ya 10, ambapo Yesu anajitambulisha kama ni mlango wa kondoo. Yeye ni mchungaji mwema kwa sababu ni mlango wa kondoo. Katika mwaka B ni sura hiyo ila aya ya 11 mpaka ya 18, ambapo Yesu anajitambulisha yeye ni mchungaji mwema kwa sababu anatoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Na katika mwaka huu ni sura hiyo ya 10 aya ya 27 hadi ya 30. Tunatafakari juu sasa ya kondoo sasa ni nani? Kama Yesu alishajitambulisha yeye kama mchungaji mwema ni nani, na hao kondoo sasa ni nani? Tumesikia katika hicho kipengele kifupi, lakini kina maana tele. Kwa hiyo tutasema kwamba Yesu ni mchungaji mwema kwa sababu anawaongoza kondoo wake. Anawaongoza kwa namna gani? Kwa mapendo makubwa kama hivi tunavyosoma katika Injili hiyo sura ya 10 aya 11, lakini pia kwa ushupavu mkubwa mpaka anatoa maisha yake kwa ajili wapate hao kondoo wapate uzima wa milele. Kwa hiyo mtu anayetuongoza kwa namna hiyo kuelekea uzima wa milele, huyo tunaweza kumwita mchungaji wetu. Na hili tunalisema juu ya Yesu sio kwa sababu tu ni Yesu yule aliyesimulia ule mfano wa kwamba kondoo mmoja amepotea kati ya wengi, baadaye anakwenda kuwatafuta, yaani Yohane sura 15. Hapana, sio hiyo tu, lakini kama nilivyohimiza, kwa sababu anatoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mbele ya wajibu huo, sisi kama waamini bila shaka tunajiuliza, sasa sisi tufanye nini? Kwa kweli katika simulizi la neno la Mungu mtaona kuna mambo fulani ambayo yanatushangaza, lakini ndiyo ilitakiwa yaamshe ndani mwetu hamu ya kufahamu zaidi. Yesu ni kwa wakati huo kwamba ni mwana kondoo, lakini pia ni mchungaji.
Yesu pia tunasikia kila mara tunasali mwana kondoo wa Mungu, sawa? Yule ambaye ni mwana kondoo lakini pia ni mchungaji. Hilo lina maana gani? Lina maana kwamba hata sisi ambao tunajitambulisha kuwa ni kondoo, kama tukiweza kupata staili ya Yesu, tukawa na msimamo wa Yesu katika nafasi yetu katika jamii, sasa hata sisi tunakuwa ni wachungaji. Unaweza kuwa unafanya kazi fulani katika idara fulani, unaweza kuwa sijui ni padre, unaweza kuwa ni katekista. Katika nafasi yako pia, kama umeweza kutambua ukanyonya ule upendo wa Kristo kwa watu wake, na wewe utakuwa pia mchungaji. Lakini jambo la pili, katika kitabu cha Ufunuo tumesikia katika ndoto ya Yohane, anayeona sio tu umati wa watu wengi wale ambao wako mbele sasa ya mwana kondoo huyo. Tunaambiwa kwamba hao watu ambao wengi walio mbele ya mwana kondoo wamevaa mavazi meupe, lakini mavazi hayo yalioshwa wapi? Katika damu ya mwana kondoo. Ninyi mnapoenda kufua nguo zenu, vipi? Mnachinja kwanza mbuzi alafu mnaloweka kwenye damu? Hapana. Hata hiyo ni lugha kubwa sana. Tunatambua kwamba vazi jeupe linamaanisha kweli furaha. Vazi jeupe linamaanisha pia usafi. Lakini wakiwa wameshika matawi, manake ni kwamba hawa ni washindi. Usafi huo anaozongelea Yohane, na hata matawi hayo ya ushindi anayoongelea Yohane, lazima uyapeleke katika context, kwa sababu kitabu hicho cha Ufunuo Yohane anaandika akiwa Patmos kisiwani, amewekwa kizuizini kwa sababu amemhubiri Kristo, na anaandika kuwapa moyo, kuwahimiza Wakristo kwamba pamoja na upinzani mkubwa wanaopata katika kuishi imani yao na katika kushuhudia, tuzo linalowasubiri ni kubwa sana. Lakini tuzo hili tulipate, hatuna namna nyingine, lazima tupitie sadaka kubwa ya maisha yetu kama mwalimu wetu alivyopitia. Ndivyo ambavyo neno la Mungu linatushangaza, lakini pia linatualika. Hata katika somo la kwanza la kitabu cha Matendo ya Mitume, Paulo na Barnaba wanapohubiri, watu wanapenda neno. Wanaporudi Sabato inayofuatia, wanahubiri, watu wengi wameongezeka. Basi jambo hilo linaamsha wivu kwa wale ambao walikuwa wanasimamia sheria, desturi za Kiyahudi, kwamba hii imani mpya isiruhusiwe. Kwa hiyo Paulo na Barnaba watafukuzwa, wataburutwa mpaka wa Pisidia, lakini watakuwa bado na furaha kubwa. Na hata wale watu ambao walisikiliza neno, wanaposikia kwamba hao wachungaji wao wametendewa vibaya, tunaambiwa kwamba wanafurahi. Na hiyo ndio ni fumbo la maisha yetu ya Kikristo. Mkristo ni yule ambaye anayeweza kuvumilia furaha, kuishi katika furaha na uchungu, lakini vyote viwili anaishi kwa furaha kubwa, kwa sababu uchungu anaupata kwa sababu ametekeleza wajibu wake, kwa sababu amesimamia neno la Mungu, kwa sababu ametoa ushuhuda. Kwa hiyo magumu atakayepata hayatampa manunguniko, ila yatampa bado furaha, kwa sababu amesamehe, kwa sababu amempigania Bwana Yesu. Ndugu zangu, wajibu wetu kama kondoo ni upi? Tumesikia kwamba wajibu wetu ni kumsikiliza huyo mwana kondoo. Leo katika jamii yetu, changamoto tulio nayo kwenye usikivu, tunasema kwamba moja, kuna sauti nyingi. Kuna sauti za Instagram, sauti za YouTube, sauti za nani, sauti ziko nyingi, na tunasema kwamba miluzi mingi na inamchanganya mbwa, sawa, inamchanganya mbwa. Kwa hiyo lazima tuwe makini. Tukitaka kuwa sikivu, lazima tujue ukweli uko wapi wa maisha, wokovu uko wapi, tuufuate. Na sasa kuna changamoto tena nyingine inayohusiana na usikivu, kwamba wengi wetu tunafikiri kwamba mimi nikihudhuria tu ibada ya Jumapili, nikasikiliza yale masomo na mahubiri, basi inatosha. Haitoshi kumfahamu Kristo kwa ibada tu ya Jumapili. Mahusiano yako yakoje ya kila siku na neno la Mungu yakoje? Kwa kweli sisi tunapokuwa tunafikiri kwamba tumeshiba, we are full of ourselves,
sio fulu ya FOOL, lakini fulu ya FULL. Pieni di se wanasema kwa Kilatini. Sisi tukijisikia kwamba tumetosheka, ndipo hatutakuwa tena wasikivu. Kulikuwa na profesa mmoja alikuwa maarufu sana, lakini kwa kuwa alisikia kwamba kule nchi za mashariki za Asia zina wale watu ambao maguru, mnaofahamu maguru, mmewasikia kwenye zile dini za kule, wale watu ambao maisha yake yote anatafakari tu, na tafakari yake ikiwa kubwa, yani mpaka anaweza hata akawa anaelea hewani, yani tafakari jinsi ilivyo kubwa. Kwa hiyo profesa huyu alitamani sana kwamba sema hainitoshi kuwa na maarifa tu haya ya dunia, niko profesa, ngoja niende kwa huyo guru. Kwa hiyo akaenda kumtembelea huyo guru polini, huko anaishi peke yake. Alipofika huko, guru akamkaribisha. Baada ya kumkaribisha, akamletea chai, kwa sababu ni maeneo ya baridi. Akamletea chai, akamwekea kikombe. Guru akachukua ile birika, akamimina. Kikombe kilipojaa, yule guru alikuwa anaendelea kujaza tu. Yule profesa akasema, hapo sasa haiwezekani tena, kikombe hakiwezi kupokea tena. Yule guru ndipo alipomgeukia yule profesa, akamwambia, baba profesa, wewe shida yako uliyojia, yani suluhisho lake ni kutambua hicho ulichokiona hapo, kwamba wewe kwa kuwa unajisikia kwamba una maarifa makubwa, basi hiyo inakunyima fursa ya kupokea kweli zingine ambazo zingekupatia hata hiyo furaha ambayo guru anaipata. Na somo liliishia hapo. Alipofika na somo likaisha, ikabidi arudi akatekeleze kile alichoambiwa. Sisi tunakosa usikivu sio tu kwa sababu ya sauti nyingi, ila kwa sababu tunajisikia tumeshiba, tumetosheka. Kwa hiyo hatutafuti ukweli wa neno la Mungu kama ambavyo Kristo anatufundisha. Wajibu wetu wa pili tunasema kwamba ni ushupavu. Lazima tuwe jasiri. Kumhubiri, kumshuhudia Kristo sio rahisi hivyo. Inahitaji ushupavu wa hali ya juu. Ushupavu tunaweza kuelezea, kutekeleza kwa namna nyingi, lakini hasa katika kusimamia ukweli na haki. Majuzi, sijui kama mliona, lakini kuna kijana mmoja wa Malawi ambaye yeye aliwahi akachunguza namna rais wao anavyofanya kazi, maisha ya nchi ya wananchi yalivyo. Siku moja akasema naenda Ikulu. Akaenda akajitahidi licha ya ugumu alioupata kwa maaskari, mpaka akamfikia yule rais. Akamwambia rais kwamba akikoti maneno ya Luka sura ya 7:22. Sawa Ni maneno ya Yohane Mbatizaji akiwa gerezani, akatuma mtu akamuulize Yesu. Alienda kumuulizaje? Kwamba ni wewe au tusubiri mwingine? Kwa hiyo kijana akaenda kwa rais wake wa Malawi. Akamwambia, baba, wewe ndiye ni rais kweli wa Malawi au tusubiri mwingine? Rais aliposikia hivi akakasirika. Kijana yule akaamuru kwamba apigwe. Kijana yule akawekwa ndani. Lakini kama yule rais angekuwa na unyenyekevu hata kidogo, labda angemuuliza yule kijana, kwa nini unasema hivyo? Na hata labda majibishano hayo ya namna kijana anavyopenda nchi ya Malawi iweje, na namna ambavyo rais angeweza labda kujibia, ingeleta mwafaka mzuri. Lakini kwa kuwa tumejaa kama nilivyosema, basi akamchukua kijana na akamweka ndani. Lakini sina shaka kwamba huyu kijana alibaki na furaha, kwa sababu ujumbe wake ameufikisha kwa ushupavu mkubwa. Na hicho ndicho ambacho tunakosa sisi wa Tanzania. Sawa? Sisi tumezoea kusema mkisikia sio habari za uchawa na nini, daima kumfagilia mtu hata katika kitu ambacho sio. Ikifika sasa amemaliza muda wake, kwa mfano uongozi, ndipo sasa unasikia makosa yote aliyotenda. Sasa tulikuwa wapi? Tulikuwa wapi kusema? Tunaogopa tunaogopa kusema. Basi kijana huyu ametuonyesha namna. Sawa? Sisemi muwe wafujo, muwe mashuhuda wa ukweli. Na ukweli hata kama utagharimu, lakini unakuwa na furaha kubwa sana. Kwa hiyo hilo ni la ushupavu. Lakini Jumapili hii ya mchungaji mwema pia ni Jumapili ya miito hasa ile ya upadre, ya utawa.
ya ukatekista. Sawa, miito maalumu inaitwa, licha ya miito mingine yote, lakini miito hiyo mitakatifu. Na hata mbele ya mwito huu kuna changamoto. Akina kaka, ninyi hampendi kwenda kwenye miito mitakatifu kwa sababu gani? Hebu mjitetee ninyi wenyewe. Kwa sababu gani? Kwamba kanisa alihitaji? Hapana. Mimi kuna kijana mmoja aliniambia kwamba aliaga seminari, alisema naondoka kwa sababu nataka kwenda kumtunza baba na mama yangu kwa kutumia mshahara wangu. Sawa, hiyo ni changamoto kwa kina kaka. Kuna wengine wanasema mimi nimezoea kuishi maisha yangu ya uhuru wangu, sio niwe chini sio ya askofu, chini ya mkuu wa shirika. Hiyo ni shida ya kina kaka kwenye mambo ya miito. Sawa, mnataka kwamba maisha yenu yawe yani ninyi wenyewe ndiye myakontrol kwa jasho lenu, kwa mshahara wenu, kwa kwamba msimtii mtu yeyote. Mtakatifu Louis wa Ufaransa, huyu alikata kama alikuwa mfalme, lakini kanisa lilikuja kumtangaza mtakatifu kwa sababu hata kama alikuwa mfalme alikuwa mcha Mungu kweli. Na wakati fulani alipoona kwamba majukumu ya ufalme yanamzuia kusali, kufunga, kufanya mambo mengine, siku moja akaondoka akaenda katika abasia. Abasia ni nyumba ya watawa wa kiume, sawa, wale tumia muda mwingi tafakari na kazi. Akaenda kwa abate, akamwambia, baba abate, mimi napenda kuacha ufalme, nataka nije hapa kwenye abasia yako niwe mmoja wa wale watu wako. Abate akamwangalia akamwambia, Louis, wewe maisha ya hapa yatakushinda kwa sababu moja. Sababu gani? Akasema, wewe kama mfalme, watu wote nchi nzima inakutii wewe. Kuja hapa kwetu utaweza kweli wewe kumtii abate? Abate ni mkuu wa monasteri, sawa Utaweza kumtii wewe abate? Louis akasema, nitaweza, kwa sababu nitamtii abate kama tu yeye anamtii Mungu. Umenielewa? Nitamtii abate kama yeye anamtii Mungu. Na hiyo kanuni ya maisha ya utawa, kanuni yake ni hiyo. Mimi silazimiki kumtii askofu katika kitu cha kijinga. Tumeelewana? Kwa hiyo msiogope kusema kwamba nikienda kanisani nikawa kwenye miito maana yake uhuru wangu umekwisha. Hamna. Wewe uko huru ili mradi usimame katika ukweli, katika maadili. Uhuru wako unao pale pale, sawa? Na hata kwenye professionalism, kwamba ninyi hamjawahi kuona mapadre, kuna mapadre ambao ni maprofesa, kuna mapadre ambao ni madaktari, kuna mapadre wanafanya shughuli nyingine pia. Hamjawahi kuona? Basi ningekuwa mjawahi kuona, ningetafuta mimi basi moja niwakusanye, niwalete, niwaonyeshe. Sawa? Kwa hiyo tunaalikwa na kanisa tuwe generous kwa Mungu na kwa kanisa lake. Kwa kina mama, labda na wenyewe wana changamoto zao. Wewe ninyi mnajisikiaje kwenye maisha ya wito mtakatifu? Mnaonaje ninyi? Kuna dada moja, mtoto mdogo wa Nzuguni. Mnakufahamu Nzuguni? Ndio. Basi huko Nzuguni zamani, tena miaka ya 2010, yani kulikuwa bado kijijini, nilikuwa nahudumia kigango cha huko. Dada moja nikamuuliza, dada, ungependa kuwa sister? Yule dada akasema, sipendi. Kwa nini? Asema, masista wanavaa nguo zile. Unaona? Kumbe yeye ndoto yake ilikuwa kwamba anataka kubadilisha viwalo. Leo anavaa hii, anavaa hii, unaona? Hata masista jamani, nguo wanazo nyingi, ila kwa kuwa ni za rangi moja na mtindo wa kushona ni ule ule, zinaonekana kama nguo moja lakini nyingi. Sasa hii ilikuwa ni yule dada wa Nzuguni, sawa? Sasa ninyi wenyewe hebu mjisemee, mnaonaje? Nini kinachowakwamisha kusema, kuchukua uamuzi kwamba mimi nitakuwa sister? Au kuna mtu ulishamwahidi? Kuna mtu ulishamwahidi? Sasa unaona kwamba nikimwambia bwana haya mambo hapana, mimi naenda kwingine, kwamba utakuwa umemwangusha? Hapana. Haya, mwaliko tena unatujia kwa mara nyingine. Jamani, tujitahidi kuwa generous kwa Mungu na kwa kanisa, kwa sababu kushughulikia uokovu ndiyo manufaa makubwa zaidi. Kingine chochote tutakachoshughulikia ni kuhakikishie ni cha mpito tu. Basi Mungu alijalie kanisa kweli wachungaji wema, shupavu,
lakini pia mjalie kila muamini kuwa na ushupavu huo wa kiimani katika kila mazingira anayoishi, aweze kusimamia ukweli, aweze kuwapenda na kuwasamehe watu wote, lakini pia aweze hata kujitolea kwa maisha yote kwa ajili ya Mungu na ufalme wake. Kristo tumaini letu. Tusimame na tukiri.